Kiislamu utakuta kuna masharti yake. Ili uweze kusikiwa na Mungu lazima uchukue udhu katika maombi yako, uwe msafi. Wana utaratibu wao wa kidini. Ukija kwenye Ukristo una masharti yake. Ukristo kama dini. Nimesema Ukristo kama, ijapokuwa kiukweli Ukristo sio dini. Ukristo kama dini pia ina masharti yake, lakini kiukweli Ukristo sio nini. Nitakwambia Ukristo ni nini hapo baadaye. Sasa dini ni jitihada ya mtu. Unakuwa na masharti yako, taratibu zako. Dini ya Kiyahudi na taratibu zake, dini ya Kikristo na taratibu zake ambao wamejiwekea. Wanadhani hizo ukizifanya ndipo namfikia Mungu. Lakini hali ya kiroho ni uhusiano wa mtu binafsi na Mungu aliye chanzo. Haleluya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi ninavyomtazama Mungu. Jana wakati naongelea habari ya Yesu ni nani kwako, nikaleta zile maana jinsi zilivyo. Nikawaambieni ya kwamba sura ya Mungu ulio nayo itabadilisha jinsi unavyoomba, mtazamo wako, kila kitu kinabadilika. Una picha gani ya Mungu katika akili yako? Kuna wakati fulani nadhani nilikuwa ni mwaka jana kama sio mwaka juzi, mzee Teddy Wilson alitoa dokumenti moja ambayo ilisomwa kule GC, ikarushwa isomwe katika vikao vyote vya makonferensi, vya maunion, vyote. Ilitoka kwenye Shuhuda kwa Kanisa. Na kwetu tuliisoma. Wakati naisoma mpaka nikawaza, nikajiuliza, hii kitu tunaisoma kwa vile ni order au tunasoma kuielewa? Ilikuwa na maneno mazito kabisa. Mnaofuatilia online pia nikarudia nikiwa niko kwenye kambi letu, nadhani ni hapa Iringa, nikachukua kitabu cha Pambano Kuu. Ellen White akaeleza, ilikuwa ni Ntiuka ndipo niliponukuu hapo Pambano Kuu. Ellen White anaeleza, anasema ya kwamba shetani amemvisha Mungu picha na tabia zake. Kwa hiyo watu wanamuona Mungu kama katili. Ina maana kwamba kuna picha ya Mungu imejengwa, na ukimuona Mungu hivyo utamwendea katika sura hizo ambazo unamuona. Sasa dini ni masharti, taratibu zilizowekwa. Lakini mtu ambaye ni wa rohoni anakuwa na mahusiano binafsi na huyo Mungu. Kwa hiyo hata kama tutaomba pamoja hapa pamoja, huyu mtu ana maombi yake na Mungu akiwa na uhusiano wake na Mungu. Haleluya. Tutaona kwa kina hapo jinsi ilivyo. Natoa mfano wa meza ya Bwana ambao tumeizoea sana. Ukijua nguvu ya meza ya Bwana na jinsi inavyokuwa, utachota baraka za meza ya Bwana. Usipoijua meza ya Bwana na nguvu yake, utakuwa unaitumia kama utaratibu wa kidini. Umewekwa kila baada ya miezi 3 kwa mujibu wa kanisa la Wasabato, inabidi tumie meza ya Bwana. Kwa utatumia hivyo kama kawaida na hutapokea badiliko lolote wala baraka yoyote vile. Kwa sababu umezoea, ndivyo inavyokuwa. Kwa wenzetu wa Katoliki, wao wanatumia kila Jumapili. Na usiwahukumu, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia imesema kila mlapo. Haijasema ni robo. Yaani hata mkaamua kanisa la Sangu, si wako mtaa huu, wako hapa kwenye hili kambi, mkaamua kwamba nyinyi kila Sabato mtakuwa mnakula meza ya Bwana, hakuna mtu wa kuwahukumu. Ila kanuni ya kanisa la Waadventista imesema kila baada ya miezi, angalau kila baada ya miezi mingapi? 3. Lakini meza ya Bwana ina nguvu yake ambayo ukijua utapokea baraka yake. Sina muda leo wa kuongea. Mungu akiruhusu tunaweza tukaisema zaidi huko mbele, lakini kidogo tu ni kwamba ukisoma kitabu cha Desire of Ages ameeleza ya vizuri, na pia inanukuliwa kwenye kanuni za kanisa, tukiwaandaa watu kwa ajili ya meza ya Bwana. Anasema Kristo mwenyewe huwapo wakati huo. Haleluya. Nikuulize swali, kama Yesu angelikuwepo, amesema anakuwepo, Desire of Ages, kanuni ya kanisa, Kristo mwenyewe anakuwepo, hatumuoni kwa macho. Nikuulize, kama ingelikuwa unamuona kwa macho, ile tukila meza ya Bwana pop, kunatokea wingu kubwa pale mbele kwenye ile meza, unashangaa wingu zito, baadaye kuna maombi yanafanyika, ile wingu linaondoka, unamuona Yesu amekaa, ungemwambiaje wakati wa meza ya Bwana? Ndipo utajua kwamba wakati wa meza ya Bwana ni wakati wa kuongea na Kristo, kumwambia mambo yetu. Ila tumezoea kula mkate tu, na tunaupokea kwa woga. Sijawaambia muupokee kwa rafu.
lakini tunapokea katika staili ambayo yani watu waoga fulani hivi. Sina maana msiwe na heshima, lakini Kristo mwenyewe yuko hapo. Kristo akiwepo, wanaojua siri hii wamepokea uponyaji wakati wa meza ya Bwana. Mtu ametoka pale baada ya meza ya Bwana, ameondoka na uponyaji. Mmoja wapo ni dada ambaye alikuwa na tatizo la kublidi kwa muda wa miaka 5, anahangaika nayo, dawa ametumia imeshindikana. Siku moja akasikia tu nikifundisha somo la meza ya Bwana na nguvu yake, ameandika ushuhuda wake, anasema nikasema hili nitalifanyia kazi. Akasubiria siku ya meza ya Bwana. Wakati wa meza ya Bwana akamwambia Yesu, ninakutana na wewe hapa kama ilivyo, na iwe mwisho wa tatizo langu la kutokwa damu. Nimekula dawa imeshindikana, nimekula na hangaika na madawa, leo ni mwisho. Nitakapokula mkate na kukinywa kikombe, iwe mwisho wa shida yangu. Anaambia mchungaji, damu ilikatika pale pale. Sisi huku tunapokea ngano, wenzetu wanapokea uponyaji. Na mtu akitafuna na kosoa mashemasi kabisa, chumvi ilizidi. Siku hizi kuna kaugomvi kengine kameibuka ka size ya vikombe. Paulo siku moja akawakemea, anasema hivi hamna nyumba za kulia na kunywea? Ngojeni niwaambieni, mimi na uchungu na nyie kuliko mnavyoelewa. Hamwezi kunielewa mpaka Mungu akufungua usome moyo wangu ndio utanielewa. Na uchungu na nyie kwa sababu siwezi kuzunguka kote huko. Watu wanapokea mafundisho wanabadilika, wa kwangu bado. Usione kwamba mimi inanipa furaha, sipati furaha yoyote. Nikienda huko nitasikia wananiambia, "Pasta, nimefanyia kazi hili, nimefanyia kazi hili." Nasikia furaha, wamefanya ndio, lakini bado najiuliza, hawa watu wangu wa nyumbani nao je? Kama nitaenda Kongo, nitaenda wapi? Afrika Kusini, Same inaningoja. Ndio maana nikakata yote. Hapa unavyoona, pamoja na Nairobi nilikuwa nafanya vitu viwili. Na makambi mawili at once, huwezi kuelewa. Mawili naendesha hapa. Nikitoka hapa naendesha mengine tena kwa masaa tofauti. Ninachotamani kwamba kuna namna tuvuke, tutoke zaidi ya hapo. Una habari kwamba siku ya Sabato ina baraka ya uchumi wa siku ya kwanza ya juma? Mshike mkono jirani yako, mwambie umesikia. Lakini tumezoea siku 6 fanya kazi, ya 7 mtu anaenda anatoka kama kawaida. Nenda kaangalie Mungu alivyokuwa ameielezea Sabato katika Agano la Kale. Waisraeli nao pia walielewa vibaya, wakaichukua kama taratibu ya kidini lakini sio ya kiroho. Kwa hawakupokea baraka za rohoni. Mungu atusaidie sana. Kulikuwa na Sabato nyingi Agano la Kale. Kwa unapoona kwenye Wakolosai anaposema kwamba mtu asiwahukumu ninyi kwa ajili ya vyakula, miandamo ya mwezi au Sabato, neno Sabato pale limetumika kwa wingi. Sabbath days, siku za Sabato. Na kila Sabato ilikuwa ina maana yake. Kulikuwa na Sabato ya mwaka wa 7. Kila pumziko liliitwa ni Sabato, sikukuu ilikuwa ni Sabato yoyote ile. Lakini ikija mwaka wa 7, Mungu alikuwa anawaambia kwamba waache ardhi iweze kupumzika kabisa. Na inapokuwa katika pumziko hilo waliokiuka hiyo amri, Mungu anasema ya kwamba hawakubarikiwa mwaka unaofuata. Njoo kwenye Sabato ya siku ya 7 ili ujue namna kuchota baraka ndani ya siku ya 7 jinsi ilivyo. Unapoenda kusali siku ya Sabato, usiende kama taratibu ya kidini. Nenda kama jambo la kiroho, utaona baraka yake. Sabato ya siku ya 7 inaelezea Mungu ndiye muumbaji. Namba 1. Tuko sawa sawa? Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nini? Na bahari na vyote vilivyo, na chemchemi, vyote vikatajwa hapo. Kwa namba 1, ukipumzika siku ya 7, unapumzika siku ukijua kabisa leo hii ni kumbukumbu ya Mungu aliyeumba kila kitu. Kama ni Mungu aliyeumba kila kitu, na mimi Jumapili au Jumatatu nitakwenda katika shughuli zangu. Mungu aliumba kila kitu. Nguvu ya neno la Mungu ikaenda ikabariki shamba lako ili uweze kuvuna. Na unatamka siku hii, ninakutambua wewe Mungu. Maana ya kuacha kazi sio kuacha kazi tu. Maana yake ni kwamba ninakuachia Mungu yote. Maana wewe ndio utenda. Hata kama nifanye kazi siku 8, sitoboi kama unibariki. Kwa hiyo nakuachia wewe. Haleluya. Ukitoka hapo utaenda kwenye ubatizo. Hivyo hivyo.
Ubatizo watu wamechukulia kama ni sehemu ya kuingia katika dini ya Ukristo, lakini zaidi ya hapo, ubatizo ni tendo la kiroho, lina nguvu ya kiroho. Ndio maana wengi ambao mnafahamu nyinyi wachungaji wameona kwa macho yao, wengine mashemasi mmeona watu ambao tuliwaitia wito wa kubatizwa wakaja mbele, ambao walichukulia ubatizo kama sehemu ya kiroho. Walipoingia kwenye maji wakati wana pepo walikimbia. Yale maji yana nini? Si ndio tunakunywa siku zote? Haya maji ndio haya tunatumia. Tena alibeba na mikokoteni ya punda, ndio iliyobeba yakaweka hapo. Yana nguvu gani ya ziada? Ni kwamba huyu mtu alichukulia kama tendo la imani. Kwa kuwa ni tendo la imani, anapoingia kwenye maji, pepo wanajua tendo la imani, wanajua tendo la kiroho, wanaelewa lina nguvu. Unamuingiza kwenye maji, pepo wote wanaondoka. Asa usipojua kwamba ni tendo la imani, utaanza kutoa mapepo kwenye maji, kwamba kila mwenye pepo abatizwe. Utabatiza na hawezi kutoka, kwa sababu usiige. Huyu nguvu ni ya huyu anayebatizwa huyu. Haleluya. Huyu anayebatizwa wakati anakwenda na mazungumzo na Mungu wake. Mnamuona amepanga foleni pale, anaingia kwenye maji pale, mnamuona anapanga foleni, lakini ndani ya moyo wake anasema nimeteseka sana, leo nikutane na Yesu. Ile imani yake akiingia tu, nguvu ya Mungu inaingia ndani yake pa. Haleluya. Hata hapa kwenye makambi hapa, kuna mtu atakuja tu, atakaa hapo, atatulia tu, amekuja kwenye ibada, lakini akinyanyuka hapa, ananyanyuka mgongo umepona. Unajiuliza hivi imekuwaje? Ni kwa sababu alidhamiria ndani ya moyo wake, asema mimi nikifika pale tu nikutane na uso wa Mungu. Na anakuja malaika wanasubiri, maana malaika wanaona kabisa, wanaona ile nguvu, wasema kuna mtu amekuja hapa, tunamtafuta. Wakati wao wanatafuta yule mtu amguse, kuna mtu mwingine yeye amekaa tu hapa, mbaga anamuona kwenye TV, leo nimuone kwa ukaribu. Mungu anamwambia nawe pokea TV yako, lakini huyu atapokea uponyaji wake, maana wewe tabu yako ni ulimuona kwenye TV. Yaani kana Mungu anakuambia hivi, huyo mbaga atakusaidia nini? Anakula ugali na sukuma wiki kama wewe. Mungu atusaidie sana. Tunaanza kuelewana kidogo sasa. Tendo la kiroho tofauti kabisa. Sasa unapofanya masuala ya imani, nitoa mfano kwa waimbaji wetu wa kwaya wengi ambao wako hapa. Unapoimba kwaya kama sehemu ya kujiburudisha, niondoe msongo. Msongo utaondoka. Ni moja wapo ya tekniki za kuondoa msongo. Ni kweli. Lakini lazima uchote baraka ya rohoni katika uimbaji wako huu. Haleluya. Mashemasi, mnafanya kazi, mnakusanya sadaka. Umechaguliwa kuwa shemasi. Hivi unachota baraka ya ushemasi. Mnajua thamani ya ushemasi. Hivi kweli mnaielewa maana yake? Mna habari kwamba ushemasi ndio kazi pekee katika Biblia yote iliyotajwa kwamba ni kubwa kuliko mchungaji? Haleluya. Wewe ukiona pastor anahubiri hapa ambaye unasema watu wa Mungu hao, nikwambie kama kuna mtu ambaye ametajwa kwa sifa kubwa, shemasi. Tena maandiko yanasema anayetenda vizuri kazi ya ushemasi anajipatia daraja. Sijawahi kuona sema anayefanya vizuri kazi ya uchungaji anajipatia daraja. Sisi huku tuna ya kwetu, ole wake aitendaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Hiyo ndio tumepewa sisi. Mungu atusaidie sana. Ukisikia umechaguliwa kuwa shemasi, shangilia. Acha habari za kusema sasa mimi mniache nipumzike. Upumzike. Hai? Pumzika. Shemasi anayejua kinachokisema, akipangiwa zamu ya kwenda kufagia kanisani, anakwenda kufanya kwa moyo. Shemasi anayejua hiki kinachokisema, akakuta shemasi mkuu amekosea ratiba, akampanga mara 2, hanunguniki, anatumia fursa. Asiyejua, kwani hao wengine hawana mikono? Hawajaona hao wengine. Anayejua anasema wow, nimepangwa tena mara ya 2. Hapa sio makosa. Mungu aliona wakati anaandika, kuna kitu Mungu anatafuta sababu ya kuniongezea daraja. Unaweza kukuta watoto wako wanalindwa kwa sababu ya ushemasi wako. Haleluya. Haleluya. Njoo kwenye ujenzi wa makanisa, kama tunavyosema hapa ofisi. Mtu anayejua mambo ya rohoni atahakikisha kuna tofali lake, kuna mlango wake, kuna simenti yake, kuna tiles zake. Lazima ziingie hapo. Ukimuuliza kwa nini? Kwani unamhonga Mungu? Asema hapana, najua kuna kitu cha rohoni hapa. Sitendi kwa ajili ya masharti ya kidini, natenda kwa kuwa ninajua Mungu wangu amenitendea nini. Mungu atusaidie sana. Sikia maneno haya.
Dini inaweza kuwa ibada ya midomo. Umesikia vizuri? Dini inaweza kuwa ibada ya nini? Ya midomo. Ukristo halisi ni safari na Yesu, ni uhusiano wa moyo. Unaposikia maandiko yanasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, ina maana ni kumpenda Mungu kiasi kwamba kama itakugharimu wewe kuingia hasara ya biashara yako yote kwa ajili ya Mungu, unasema niko tayari. Kama itakugharimu wewe kupoteza idadi ya marafiki kwa ajili ya Mungu, unasema niko tayari. Kila nikigusa ikipengere ninamkumbuka Pastor Paul Semba. Ndio kwanza aliweka vizuri ili andiko katika kitabu cha Ayubu. Anaposema ajapo nioa bado nitamwamini. Akaangalia kitenzi cha Kiebrania vizuri. Kinamaanisha ajapo ni chinja. Kwa lugha ya kufafanua zaidi ni kama vile Ayubu anasema, nikigharimiwa na kuambia kwamba lazima niwekewe kisu shingoni, swali langu litakuwa moja tu: nani ameshika hicho kisu? Nikisikia ni Yahweh, nitasema kata. Haleluya. Nitasema kata. Idara ya uwakili ni mashahidi wa hiki ninachokisema, na baadhi ya wahazini. Mwezi Januari, mwezi Februari, matoleo yetu ya zaka yanaenda chini. Hapo ndio ikupe picha zinaenda wapi. Haitaki tafiti, inataka tu akili. Ukiona tu hapo kwamba imeenda hivyo, sasa inakupa picha kwamba hatujafundishwa kumwabudu Mungu kwa zaka na sadaka, ila tumefundishwa kurudisha zaka kama kodi. Kwa sababu unaweza ukaishikilia hiyo zaka yako vizuri kabisa, ukaishikilia vizuri hiyo Januari, ukaiingiza kwenye ada ya mtoto, lakini ukakuta huyo mtoto pia hana akili ya darasani. Yaani hata ipata hiyo akili. Lakini kuna mtu mwingine ambaye atamtanguliza Mungu kwanza kutoka moyoni. Nikisema moyoni mnanielewa. Achana hii style kwamba pastor amesema mimi hapa nitaondoka, ila utabaki na Mungu. Ile hali ya kwako wewe mwenyewe ukasema Mungu nitakutanguliza wewe kwanza. Huyu Mungu anaweza kutenda muujiza akageuza kila kitu. Haleluya. Ni wakati nilikuwa pale Magomeni kwenye zile siku za maombi kama sijakosea. Baadhi yenu mnaofuatilia online mnakumbuka story nilisema. Akaja mtu mmoja kanisimulia changamoto alionayo. Kuna mtoto yatima anamtunza, na wakati anatakiwa kamlipia ada. Changamoto ni kubwa. Yule mtu tukaongea pale ndani, nikamuombea, akaondoka. Wakati anaondoka nasikia Roho Mtakatifu ananisemesha kwamba umemwacha ameenda, unatarajia mimi nimsaidieje? Namsaidia kupitia wewe. Na mimi kunamuuliza Mungu, anambia ni kweli nina hela hapa mfukoni, ila hii ni ada ya mtoto na mimi nishaulizwa kule ada inahitajika. Kwa hiyo Mungu unajua kabisa ni kweli nina hela, lakini mimi nilikuwa naandaa tu mtu hapa nimwambie nenda kanidepositie, nipige picha ya bank slip nitume kwenye shule. Mungu naye ananiuliza yule ni yatima, wako ana baba. Niko kwenye mtihani mkubwa. Na mimi na Mungu huwa namwambia tu Mungu ukweli. Sina mambo ya kona ya kumwambia baba unajua, mwambia ukweli. Hiki kiko hivi, kiko hivi. Ili aniongoze. Maana mimi mbele za Mungu mimi ni mjinga, sijui chochote. Mungu anajua. Kwa hiyo ukiwa na Mungu chota baraka. Haleluya. Ile hali kanizidi. Nikamwambia nilikuwa naye pale, niitie yule mama akaja. Naomba account ya mtoto. Akaleta pale. Nikamuita dada yangu mmoja pale Magomeni. Nenda kaweke hela. Leta slip. Akaeta. Akaweka, akaleta, akaondoka. Shetani haachi kukuzomea. Yupo tu. Ni kama ananizomea. Haya sasa tutaona wako atasomaje. Na message umeshatumiwa. Mtoto anadaiwa. Mawazo mengi. Nakwambia siku ile haikupita. Mungu alinitendea muujiza wa kupata zaidi ya ada. Siku hiyo hiyo. Ndugu zangu, msogelee Mungu karibu. Sema na Mungu. Muombe Mungu akufundishe. Katika kumsikia Mungu tunazuiliwa vitu vingi kuliko tunavyoweza kufikiri. Mungu atusaidie sana. Sikiliza. Safari ya kidini ikoje? Imejaa ratiba, imejaa desturi,
imejaa maigizo ya nje. Tuko sawa sawa hapo? Inaongea na watu au na binadamu? Turudi kwenye mstari vizuri. Safari ya kidini imejaa ratiba, imejaa desturi na picha ya nje ya maigizo. Mathayo 15:8. Watu hawa uniheshimu kwa midomo, bali mioyo yao iko mbali na. Sasa utaelewaje kwamba hapa nafanya ratiba ya kawaida ya kidini au nafanya ratiba ya kiroho? Maana yangu ni hii, tusikilizane hapa vizuri. Wangapi mna lesoni, mwongozo wa kujifunza Biblia? Tena nimekumbuka jambo la msingi. Shusha. Ni wangapi kati yetu tulionao hapa wametokea madhehebu mengine, wamekuja kusali nasi, ni ndugu zetu, marafiki zetu kutoka Pentecost, Roman Catholic, wamekuja wakasema sisi leo tumekuja kusali nanyi? Wako hapa, wanyosha mikono yao niweze kuwaona kama wapo, ili nao tuweze kuwatambua vizuri. Asante sana. Mungu akubariki, Mungu akubariki sana. Kuna wengine mahala fulani? Asante sana. Nyinyi mlionyosha mikono mtapata zawadi ya kitabu walioko hapa. Sijui vitabu vimeenda kufuata mahali fulani. Basi nitarudia, akija mtaniambia niweze kurudi. Sasa sikiliza. Tumezoea Wasabato kwamba tuna kitabu chetu kinaitwa Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Ni kitabu kizuri sana. Kizuri. Kinasaidia watu kiroho, kama utakisoma kiroho. Lakini kitakusaidia ukisoma kidini, sasa sio kiroho, kitakusaidia sana kidini kuonyesha unajua na kubishana kwenye madarasa. Kitabu hicho angalia kikosi chako wanajadili lesoni namna gani, utajua ni kiroho au ni kidini. Tu ananyosha mkono kabisa. Vipi? Tuanze na picha. Hapa bawa moja la malaika limeelekea juu, ishara ya kupokea kutoka kwa Bwana. Tunapokea kwa mabawa au kwa mikono? Mwingine anainuka hapa anasema hapana, huyu amekosea. Umeona, mnapoteza muda kujadili michoro. Kiuhalisia lesoni litakiwa rahisi sana kwenye darasa lenu pale. Watu wote wamesoma siku zote 7. Kila mmoja anatuambia kitu kimoja kimoja amepata nini kiroho. Kila mmoja. Wale ndugu zetu wako wapi? Nyosheni mikono, vitabu vimefika. Tuna kitabu kinaitwa Jipatie Amani Moyoni. Wale kutoka madhehebu mengine ambao wamekuja kusali nasi, Roman Catholic, Islam, Pentecost. Asante sana. Wapatie hapo. Naona kuna wengine kule nyuma. Nyinyi ambao karibu nao mtamuonyesha mchungaji ili aweze kujua kwamba anawapelekea kina nani. Na hicho kitabu ambacho tunagawa hicho, mimi nilikuwa nashauri kila mtu ununue kopi yako, jisomee mwenyewe. Kuna vitu utaviona humo ndani mpaka utashtuka kwamba mpaka neno. Kuna mmoja amesema, Ellen White, kwenye hicho kitabu anasema kwamba usisubiri mpaka ujisikie umepona, bali sema. Haleluya. Ukisubiria mpaka bwana vipi? Hapa. Hapana. Mungu atusaidie sana. Sikia. Unaposoma, fanya usomaji wako wa lesoni pale nyumbani uwe wa kiroho zaidi. Wale watu wako ulionao pale, tafuta andiko zuri kabisa. Lile andiko lijadilini katika mguso wa rohoni. Na ikiwezekana, nimesemaje? Mkimaliza mjadala wenu, iwe ni nyumbani au kwenye darasa, muwe na kipindi cha maombi kuombea mafunuo ambayo Mungu amewapa kwenye somo la siku hiyo. Leo tumepata kitu gani hapa? Kuna kitu kiko hapa. Je, maisha yetu kweli yanaendana na hii? Hapana. Leo tumwambie Mungu habari hii. Mnafanya inakuwa ni nguvu ya kiroho na uhusiano wa kiroho zaidi. Sikia hii. Alama ya safari ya kweli si ushujaa wa maneno, bali uaminifu wa kila siku, nyumbani, kazini, faraghani. Sikiliza vizuri ya maneno. Ukristo wako ni Ukristo wa namna gani?
Kuna watu wana maigizo kweli kweli katika Ukristo. Mimi ndio maana huwezi kunitisha na idadi ya vitabu unavyobeba. Huwezi kunitisha. Nimeona mengi. Kuna watu wana Bwana Yesu asifiwe nyingi lakini matapeli. Na hao wanakutapeli vizuri maana unawaachia moyo ukiamini ni wacha Mungu. Mtu anakuja kukukopa na anajua kabisa harudishi, lakini anakuambia tuombe kwanza. Ili umuone ni mtu wa Mungu huyu. Nina jambo mpendwa. Tuombe kwanza. Mnaomba. Mvulana ameingia kanisani, ameshasoma familia kabisa, anajua mama yako, baba yako wanampenda Yesu. Na anahitaji akuoe. Na anajua kabisa akija kichwa hakupati. Anaelewa kabisa. Siku anayokuja ya kwanza kavaa vizuri, amependeza, suti, tai. Biblia Kiswahili cha kisasa. Kitabu cha tumaini la vizazi vyote kiko hapa. Kitabu cha nyimbo. Akiingia kwenye kiti kwanza inabidi aweke mikono mbele namna hii, aanze kusali. Na anaenda kufanyia pale mamako alipokaa. Ili amuone. Siku kimwambia mamako, unajua yule ndiye ambaye ananichumbia, mpaka mama anakuambia pale tiki. Ni mcha Mungu huyo. Subiri uingie ndani. Nyoka kama huyo hakuna. Dini ya maonyesho, lakini sio dini ya rohoni. Kule tunapofanya kazi tunamtangaza nani? Uinjilisti sio kuhubiri kufungua maandiko. Uinjilisti ni maisha. Watu wanakuonaje wewe kule kazini? Anza kujiuliza wewe. Hivi wakisema pakitokea changamoto pale kazini kwako, changamoto kubwa kabisa, jamani hapa kuna shambulio la kiroho hapa. Je, utakuwa mtu wa kwanza kutajwa kwamba tumuite fulani atuombe? Au ile ukisema huyo hamna kitu hapa. Maana kwenye dili za wizi umo. Kwenye masengenyo pia umo. Mtu mmoja akasema, lakini unajua pastor, ukiwa mtu wa kiroho sana kule kazini wanakutenga. Acha wakutenge. Hata Yesu alitengwa pia. Lakini wewe ni mtu wa namna gani? Uzoefu wako wa kiroho hautegemei mazingira, unaangalia Yesu aliyeko ndani yako. Haleluya. Kuna wale watu ambao wanakuambia huyu mimi haya mazingira si imekuaje sasa? Wananiingiza kwenye majaribu kwa sababu yani maisha yao yananikwaza kabisa. Kwa hiyo wewe Ukristo wako unategemea watu wanavyoishi. Kwa watu wote wabadilike ndio unasema na wewe utabadilika. Wewe ndio unatakiwa ubadilishe watu wengine. Haleluya. Ngojeni niwaambieni tukubaliane tu, hii tunaongea kila mmoja na Mungu wake hapa, hakuna haja ya kuweka wazi. Ukristo wako unatakiwa uwe Ukristo wa hadharani, uwe Ukristo private. Yaani pote msimamo uwe huu mmoja. Kuna mtu mmoja aliingia aibu ya mwaka. Ile klipu nitaka niiposti, mwisho nikasema hapana, hii hapana, maana haileti utukufu kwa Mungu. Wako kanisani kama hapa. Jamaa wasema tunatega tuone wale ambao washiriki wapigaji wa hela. Kwa mtu amekaa vizuri kabisa, ameweka hela hapo chini imetulia kabisa. Watu wako wengi kama hivi. Kumbe kuna mtu ana kamera huko nyuma na rekodi ile tukio. Unamwona kabisa yani hubiri limeshahubiriwa kabisa. Watu wanatoka. Jamaa kucheki hivi chini $100. Akaenda akaikanyaga. Chap. Akacheki huku. Hamna mtu. Sasa ile anashuka tu kuiokota. Sinabidi uvute mguu ili uiokote. Jamaa kule na wako makini kweli kweli. Anashuka tu anaivuta chap. Akashangaa inaenda. Sasa kule inakoenda sinabidi ufuatilie. Wakaja naifuatilia sasa. Anakutana na kamera inamulika machoni kwa. Kanisani. Rafiki yangu mmoja kutoka kanisa la EAGT akaja kanisani kwetu akatoa sadaka. Alipotoa sadaka akapewa receipt. Baadaye akanifuata. Kwa nini mnatupatia receipt? Kwa nini? Nikamwambia sikiliza. Sisi tunajua kabisa ya kwamba hapa tunamwabudu Mungu. Lakini ili kanisa linahudumiwa na watu. Unamaanisha nini? Nikamwambia kuna watu na Mungu. Kwa hiyo usije ukawachanganya kwenye kapu moja. Maana kuna watu na Mungu. Nikwambie hivi, mashemasi kabisa. Unajua mashemasi wetu sangine hawana woga kabisa. Wanapiga hela za sadaka kabisa. Hana woga kabisa. Yaani imetolewa kabisa pale na cheki ile basha kubwa kabisa.
Na kuna watu hawajali risiti. Wao wanakuambia bwana mimi risiti ije isije nimemtolea Mungu. Hao ndio wabaya zaidi, maana anakulaani wewe muibaji. Achana mtu anasema nimemwachia Mungu. Bora anayekufuata akwambie niliandika 10,000, nimeona hapa ameweka 1,000 na nataka mnieleze. Huyo mtu anakuokoa na laana. Lakini mtu amesema pesa ni za Mungu, kanisa ni la Mungu, nimemwachia Mungu. Na nimewaonya mashemasi kila napokuwa. Nawaambieni mashemasi, mkiona zile sadaka msichukulie kawaida. Hujui mtu aliongea nini na Mungu wake wakati anatoa. Gehazi aleta ukoma kwenye familia yake kwa sababu tu ya sadaka tu. Kumbe sadaka zinabeba mizigo. Sio kitu rahisi. Ndio maana wachungaji waliokaa wote hapa unavyowaona hiyo walivyo chini ya ukuhani wa Agano Jipya wanabeba mizigo ya watu. Kwa hiyo inabidi na wao pia wanakuwa na maombi yao. Yaani ingelikuwa wao hawana, yani anakusubiria tu wewe awasaidie hapa, waombee hivi, ishi hapo, wangeshakwisha. Na wao pia wanabeba ile mizigo, wanaipeleka mbele za Mungu. Ndio maana kwenye Agano Jipya mtume akasema kwamba waheshimuni. Neno waheshimuni haina maana ni kuheshimu kwa sababu ni pastor. Hapana, sasa waheshimu kwa sababu kuna baadhi ya mikosi ya kwenu. Mimi sijamalizia, wewe malizia wewe mwenyewe. Mungu atusaidie sana. Na wao watakuwa ipeleke kwa Yesu Kristo. Anaondoka nayo anampelekea Yesu Kristo. Yesu nina mzigo hapa wa kanisa langu. Uchumi watu umeshuka kule. Wanapigwa sana kwenye kazi zao. Nimekuletea ule mzigo, anampelekea Yesu. Yesu anasema nimekusikia. Ndio maana kuna uhusiano mkubwa sana kati ya hali ya kiroho ya pasta na hali ya kiroho ya waumini. Kubwa sana. Mungu atusaidie sana. Nataka nimalizie kwa haya machache. Enoko alitembea na Mungu katika majukumu ya kawaida. Alikuwa na uaminifu wa kila siku. Ukawa daraja la kunyakuliwa. Wewe unapokuwa unafanya kazi, unasema na nani? Je, maombi yako ni ya ratiba? Maombi ya ratiba ni maombi ya wachanga kiroho. Yanaruhusiwa kwa wachanga kiroho. Lakini unavyoendelea kukua kiroho, utajikuta maombi yanakuwa kama pumzi. Haleluya. Watu wa kidini utawajuaje wakati mwingine? Mnisamee kama hii kauli inakwenda ikakukwaza watu, basi mnisamee tu kabisa. Kwenye ibada tumeita ibada kuu. Japo pia ni makosa, hiyo kauli sio sahihi sana. Kiswahili Kiingereza wameita divine service. Kiukweli sio kauli nzuri kwa sababu hata shule ya Sabato ni ibada. Kwa zote ni ibada. Mimi naona kama ni ibada ile tunaita ibada kuu kihalali kabisa. Ilitakiwa itwe ibada sehemu ya pili. Ile ni sehemu ya pili ya ibada. Sasa mimi mchungaji Mbaga niko hapa mbele. Kuna carpet jekundu. Na mimi ndio nawaambia watu tupige magoti tufanye nini? Tuombe. Hana nawaambia tupige magoti, wapo kwenye vumbi au kwenye mawe. Alafu ndio sasa ombi unakoleza. Unawatoa wana wa Israeli Misri. Uwapitishe bahari ya Sham sasa. Baba, kama ulivyogawa bahari, watu wako wakapita, Farao akafa. Unamhubiri yeye ndiye alifanya hayo mambo. Yesu unampa story za kwake. Hizo ni shughuli zake hizo. Lakini ndio anakuambia lazima tuweze kupiga magoti. Wewe unayesema hivyo uko mazingira mazuri, lakini wenzako kule mazingira mabaya. Ukweli uko hivi. Mtu anaweza kupiga magoti kimwili lakini hajapiga magoti kiroho. Unaweza kumwona kabisa ametulia hapo, lakini Mungu tukimuuliza, unamuonaje? Anasema kama kuna jeuri ni hiyo ndume hapo. Hata magoti aliyopiga hapo fake. Hamna chochote. Ni kweli tunawatia moyo watu wafumbe macho, hata mimi naambia tufumbe macho tuombe. Hiyo tumeletewa na mzungu. Haipo kwenye Biblia. Ni nzuri, inasaidia sana. Maana macho yetu ukiona mjusi badala ya kuomba unaangalia mjusi. Kuna ile mijusi ya kipare wanaita kiraro na nkanda. Kana ngozi mbaya. Kwa kazi unakuta ndo nakaangalia yako. Mtu amekatiza unamwangalia. Mzungu alivyo anasema hapana, tufumbe macho tuombe. Inasaidia. Lakini nataka nikwambie hivi,
Katika ratiba ya maombi ya kawaida mliojipangia nyumbani, unatakiwa uwe na hamu ya mahusiano na Mungu nje ya yale ya pamoja. Iwe ni appetite ya moyo wako. Yaani mtafanya ibada za pamoja, mtamaliza, lakini unajikuta automatic ukienda pale kitandani tu kulala, unasikia kusema na Mungu. Na kusema na Mungu sio lazima useme naye watu wote waweze kusikia. Unasema naye ndani ya moyo wako. Na mimi nakazia hili na kurudia tena, ukiwa kitandani kwako, sema na Mungu. Daudi alikuwa ni maisha yake. Anasema katika kesha la usiku na alikukumbuka. Wewe unamkumbuka Mungu wakati una matatizo. Kwa kweli inabidi tufanye maombi sasa. Imekuwa kuaje? Usiku nimesikia watu wakicheza huko nje. Kwa hiyo wasingalicheza? Mungu atusaidie sana. Hebu tuwe na uhusiano na Yesu Kristo. Naomba tusimame. Naomba watu wote msogee hapa mbele kwa kadri mtakavyoweza. Chukua vitu vyako uje navyo hapa. Maana shetani hajafa bado. Unaposogea hapa mbele, kuna maneno ambayo natamani niongee na nyie mkiwa karibu sana. Kuna jambo ambalo Mungu anakwenda kuwatendea. Unapoendelea kutembea na kuja hapa mbele, najua kuna wengine tumekuja tuna changamoto za afya, ni wakati wa kuzileta mbele za Bwana sasa. Najua kuna wengine tuna changamoto za kiuchumi, ni wakati wa kuleta mbele za Bwana. Wakati mmesogea hapa, naomba unisikilize vizuri ninaposema maneno haya. Enoch alitembea na Mungu katika majukumu ya kawaida. Ukiwa unapika, ongea na Bwana. Unafanya shughuli zako, ongea na Bwana. Ukiwa kitandani, sema na Bwana. Ni bora ukashikwa na usingizi ukiwa unaongea na Bwana kuliko kushikwa na usingizi ukiwaza matatizo. Zingatia hilo. Nuhu alikuwa mwaminifu wakati wa kizazi chake. Hatuna excuse yoyote. Haijalishi dunia imeharibika namna gani, tunapaswa kusimama waaminifu kwa Bwana. Usiseme wote wanakula rushwa. Wote uliwaona? Simama wewe kama wewe. Siku ya hukumu huulizwi watu, unaulizwa wewe. Ibrahim katika maisha yake yote alisimama mwaminifu. Musa, maumivu ya jangwani na makosa aliyofanya hayakumtoa katika toba. Alitubu akarudi katika mstari. Alikosa Kanaani ya duniani, lakini ataipata Kanaani ya mbinguni. Kosa yote upate mbingu. Wakumbukeni viongozi wenu waliowatangazieni neno la Mungu. Fikirini juu ya mwenendo wao, mkaige imani yao. Tuna wingu kubwa la mashahidi linatuzunguka. Kijana, huna excuse yoyote. Ukisimama ukisema dunia imebadilika, haiwezekani, utaambiwa Yusufu aliweza. Kwa nini wewe ushindwe? Utakapo mzee ukasema, mzee unasema maisha ni magumu, haiwezekani, mambo ni magumu, umri unaenda, utaambiwa Ibrahimu atakuhukumu. Alipata mtoto uzeeni. Nimewaita hapa kuambieni yote yawezekana. Mimi sijui unapitia kitu gani. Muombe Mungu, usimame ukiwa mwaminifu. Kizazi hiki tunamhitaji Mungu. Kuwa mtu wa kiroho sio mazoea ya kidini. Jumatano nenda kanisani, sio kuangalia nani anayehubiri. Nani yuko hapo? Ni mzee fulani. Tena kitu. Hakuna kitu hapo. Kwa hiyo wewe unawaangalia watu. Mungu atusaidie sana. Mungu anaweza kurusha neno lake kupitia mtu yoyote anayemtaka. Darasa la 7, darasa la 4. Roho Mungu akiwa ndani yake anatoa neno.
wewe kunaangalia degree zake. Mungu anakuambia mimi nimemweka mtumishi wangu, atasema. Tutubu tulipodharau watu wa Mungu waliotumwa kwetu. Mungu atusamehe. Namba 2, tumuombe Mungu atende jambo. Nakupa dakika 1. Jioni ya leo tunaomba kwa ajili ya wagonjwa. Dakika 1, sema na Yesu ndani ya moyo wako. Omba toba. Jambo la pili, taja ule ugonjwa kwa jina. Mimi nitaongea maneno machache ya kumalizia, utauona mkono wa Bwana. Fumba macho yako. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Na wale mnaofuatilia kwa njia television pale ulipo, endelea kusema na Bwana. Endelea kusema naye. Endelea kusema. Inawezekana una ndugu yako mgonjwa yuko hospitalini. Taja jina lake sasa. Huko alipo, mkono wa Bwana unagusa sasa maisha yake. Maumivu yanatoweka. Endelea kusema na Mungu, endelea kusema na Mungu. Taja magonjwa yote ambayo yanakusumbua. Baba, katika jina la Yesu, ninakutukuza kwa kuwa wewe ni Mungu mtenda miujiza. Tumekuja mbele yako sasa. Ndugu zetu wengine wanafuatilia kwa njia ya mtandao, kwa njia ya television, tumeunganishwa kwa kitu kimoja. Tusaidie tuwe na mahusiano na wewe, sio mahusiano ya kidini na desturi, lakini uhusiano wa kiroho wa ndani. Tufanye kuwa watu ambao tunaweza kuisikia sauti yako na kuielewa. Tukasikie maonyo yako ukituonya. Tukasikie ukitufariji. Tukasikie ukitushika mkono. Mfalme wa amani, angalia kusanyiko lote ambao limekuja hapa mbele yako. Wako watu wako ambao wana maumivu katika miili yao. Wamekuja katika mkutano huu ili angalau waguse pindo kwa imani la vazi lako wewe. Na kwa kitendo cha kuja hapa katika mkutano huu, wamechukua hatua ya imani kutana na mahitaji yao. Fungua miili yao yenye magonjwa yote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ukamwachie mtoto wa Mungu awe huru kuanzia leo. Ninakusihi ukawagusa walioko hospitalini. Tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu wengine wako mahututi. Tunaomba kwa ajili ya ndugu zetu wengine hivi tunavyoongea wako barabara hospitalini, na wenyewe ukawaguse kwa mkono wako wa neema. Wapatie uponyaji Baba. Tenda muujiza. Ninakutukuza. Maana tayari kuna watu wamefunguliwa. Ninakutukuza maana unatenda miujiza. Asante Yesu. Muujiza mkubwa kuliko yote. Uhusiano wetu na wewe ukaimarike. Usiku wa leo watoto wako wakazungukwe na uwepo wako. Kila mmoja akasikie uwepo wako kwa namna isiyo ya kawaida. Asante maana unakwenda kutenda zaidi ya vile tuombavyo. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Naomba usimame hapo hapo ulipo kabla hujaondoka. Kesho ni siku gani? Kesho ni Jumatano. Sasa kesho tutakuwa na maombi maalum hapa kwa ajili ya mambo makubwa mawili au matatu. Tutaomba kwa ajili ya kazi za mikono yetu, yani biashara. Kwa hiyo inategemea unafanya biashara gani. Yoyote ile njoo. Sasa nachoelezea sio kila mtu atakayeweza kufanya, lakini kama ukiweza kufanya, fanya hivyo. Tuchukulie wewe unafanya biashara dukani. Kesho jioni njoo na bidhaa moja yoyote. Ile itawakilisha duka lako. Tutafanya maombi hapa, utairudisha bidhaa kule dukani kwako. Kuna watu mmejaribu kujenga, unakuta unakwama. Kuna vitu vinaingilia hapo mpaka ile nyumba haishi. Njoo na document ya